Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatoa nyongeza ya pole na rambirambi kwako Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na nasema hivyo kwa sababu Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi toka kutokea kwa msiba huu Mheshimiwa Rais alishamtangulizia pole na rambirambi, na jana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar walikuwa pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye mazishi ya hayati mzee wetu David Cleopa Msuya kule Mwanga. Kwa hiyo ndio maana nimesema anatoa nyongeza ya pole. Na kwa nini nyongeza? Kwa sababu Mheshimiwa Rais msiba huu umemgusa sana kwa kuondokewa na msaidizi wake ambaye ndiye msemaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa Rais, pole sana. Lakini pia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatoa pole kwenu wanafamilia mkiongozwa na mke wa marehemu pamoja na watoto kwa kuondokewa na mpendwa wetu kaka yetu Charles Hilary. Msiba huu kwenu, kama walivyotangulia wasemaji wa mwanzo, ni msiba mzito, lakini yeye ametangulia na sisi tunafuata. Kwa hiyo tuone kwamba msiba huu ni msiba wetu sote, na Mheshimiwa Rais yuko pamoja nanyi. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, sifa nyingi zimetolewa za ndugu Charles ambaye leo yuko mbele yetu hapa, mwili wake umelala kama vitabu vya Mwenyezi Mungu vinavyosema kwamba hapo alipo anatusikia maneno ambayo tunazungumza. Lakini kwetu sisi viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM, tutamkumbuka kwa umahiri wake mzuri sana na mkubwa sana aliyouonyesha wakati wa documentary ya utekelezaji wa ilani pale Dodoma. Si tu salamu kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bali Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi amehudhuria katika kuuaga mwili wa marehemu huyo na anayoyakuongea kuhusiana na hili. Ndugu zangu, kuna fundisho tunalipata hata katika misiba. Fundisho lenyewe ambalo mimi nimelipata ni kwamba tuwe tayari kuwasifu na kuwaambia wafanyakazi wetu wakifanya vyema pale pale wanapofanya vyema. Tusingoje mpaka mtu kashatangulia mbele ya haki, leo hapa ndio tunatoa sifa zake. Charles alikuwa ni mfanyakazi mzuri, sote tunatambua kazi kubwa aliyokuwa anaifanya. Utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ulikuwa umefika kwa kila mtu kwa sababu ya kazi nzuri aliyokuwa akifanya yeye pamoja na wenzake. Lakini kama ilivyosemwa hapa, wakati tunatoa taarifa utekelezaji wa ilani ya CCM katika mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, watu wote waliridhika na kazi nzuri iliyofanyika na sauti nzuri iliyowekwa na Charles, na kwa kweli tutammisi sana, kwa sababu kama nilivyosema awali, alikuwa ni mtu ambaye anajituma, ni mtu ambaye mara zote alikuwa tayari kuhakikisha kwamba majukumu yake yanatimia. Kwa hivyo mimi leo nataka niseme kwamba kama kuna jambo ambalo ninalijutia ni kutomwambia Charles mapema. Ndugu zangu, tumeondokewa na mtu mzuri, mtu mcheshi, mtu mchapakazi na mtu hodari wa kazi yake, lakini ndio mapenzi ya Mungu na sote tuko katika njia hiyo. Tasnia ya habari
habari imepata pigo kwa kuondokewa na mwandishi mahiri, mchapakazi, mfanyakazi. Sio tu mfanyakazi na mchapakazi, lakini ni mlezi aliyewalea waandishi wapya, hususan nikiwemo mimi hapa ambaye ninatangaza. Msiba huu umetushika sana na umetugusa sana. Hapa ni katika maeneo ya Kisonge, Mnarani, Mapinduzi Square, tukiuaga mwili wa marehemu Charles Martin Hilary, ambapo leo hii anatarajiwa kuzikwa. Viongozi mbalimbali na wanafamilia wameongea kuhusiana na hili, waandishi wa habari, lakini pia kwa kuwakilisha taasisi zingine na maofisi mbalimbali wamehudhuria na kuwasilisha pole zao. Na hamasa katika kazi, na pahala popote alikuwepo Charles Martin Hilary palikuwa pamechangamka na vicheko. Charles Martin Hilary alikuwa muungwana na mwenye upendo, na hasa katika kuwasaidia ndugu wasiokuwa na uwezo kifedha. Charles Martin Hilary aliwasaidia bila kupiga parapanda au kutangaza kuwa nimemsaidia huyu au nimemfadhili huyu. Charles Martin Hilary ametuachia wosia wa kutoendekeza stress. Alitutaka tufurahi kila wakati, lakini pia alihimiza sana watu wamche Mungu, wafanye mazoezi, kwa sababu tangu alipokuwa kijana mdogo alikuwa akicheza mpira wa miguu. Na vile vile ametuasa kwamba siri kubwa ya mafanikio ni kuwa tayari kujifunza na kukubali kukosolewa, na usilolijua uliza. Uongozi wa ofisi ya Rais Ikulu, Mheshimiwa Waziri, Katibu Mkuu, wakurugenzi na watumishi wote wa ofisi hii, tumepokea kwa huzuni na mshtuko taarifa cha kifo cha ndugu Charles Martin Hilary, aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu na msemaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kilichotokea tarehe 11 mwezi Mei 2025 katika hospitali ya Mloganzila jijini Dar es Salaam. Mheshimiwa viongozi na ndugu waombolezaji, hakika afisi ya Rais Ikulu imempoteza mtumishi muhimu na kiongozi aliyejipambanua na uchapakazi, uadilifu na mtu aliyependa ushirikiano na watu wa rika ya aina zote tokea alipojiunga ofisi hii baada ya kuteuliwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi tarehe 30 Disemba 2021 kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano ya habari Ikulu. Huenda umahiri wake na uwezo wake wa kutekeleza majukumu yake kwa mafanikio makubwa kulimshawishi Rais Dr. Mwinyi kumpa jukumu jingine la kuwa msemaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuanzia tarehe 6 Februari 2023, nyadhifa ambazo aliendelea nazo hadi mauti ulipomfika. Waheshimiwa viongozi na ndugu waombolezaji, marehemu Charles alikuwa mcheshi, mpenda mzaha nje ya kazi na mwenye uso wa tabasamu wakati wote. Kamwe hakujua kukasirika hata pale unapomuudhi. Moja kati ya wasia wake maarufu aliotuachia ni kuwasihi watu kuacha tabia ya kuweka kinyongo rohoni, kwani kwa kufanya hivyo hudhoofisha na kukaribisha maradhi. Alikuwa akitunasihi tuwe na tabia ya kupenda pamoja na kusamehe. Hakika hii ni ishara ya mtu mwema kama alivyokuwa mpendwa wetu marehemu Charles Martin Hilary, ambaye tumekuja hapa kumwaga katika safari yake ya mwisho. Mmoja ni wakati mgumu. Nafurahi kwamba imeweza kutangaza mazishi yako katika habari ya saa 2 Jumatatu, na kwa uwezo wa Mungu ilitangaza pia adhuhuri, na nikaingia pia kwenye alasiri kukuzungumza, na hata leo katiba ingeniruhusu ningeenda pia kutangaza taarifa ya habari ya saa 2 ya kukuhifadhi kwa. Namshukuru Mungu kwa ujasiri alionipa, lakini namshukuru Mungu kwa maisha yako kwangu na wengine wote tuliofanya kazi. Naamini ni wengi walitamani kufanya kazi na wewe, ila Mungu alinipa upendeleo. Nimeona wenzangu, nimepokea simu na kila walionipa pole. Wengine walikuwa wakikimbia kwa namna wakiniona nilivyo, wanahisi wataniumiza, na kumbe na wao wanaumia. Waelewa. Na nimewasihi wenzangu, baada ya msiba wasiogope. Msiba ni wetu sote, kwa maana wakiniona wanakuona wewe. Charles ndiye aliniajiri Radio 1 mwaka 1999. Aliona pawa changu na yeye akasema, wewe unafaa kufanya kazi na sisi hapa Radio 1. Sasa moja ya vitu ambavyo navikumbuka sana kwa Charles ni mtu ambaye siku zote alikuwa anatukosoa, lakini katika kutukosoa katika hali ambayo ya utani. Kiona umekosea jina la miji, umekosea jina la mtu, anatukosoa, anatufunza. Tumekwenda hivyo, tumefanya naye kazi mpaka alipoondoka Radio 1, lakini kote alikokwenda hatukukata ukaka, ubaba, bado aliendelea kututhamini
na kuzungumza na sisi, na bado aliendelea kutusikiliza. Kwenda BBC nimemkuta, nimekwenda DW pia wakati ule kabla hajaenda BBC nimemkuta, kote anaendelea kutufundisha. Kwa hiyo mimi ukiniona hapa ni kijana ambaye nimepikwa na yeye mwenyewe mkononi. Kufanya kazi na marehemu Charles Hilary Radio 1 hapa kati ya yeye ndio alionipokea nilipojiunga na Radio 1 mwaka 1994. Wakati ule sikujua kama yeye ni Mzanzibari. Mimi nilichukulia bosi wangu napeleka habari. Lakini kilichonishangaza baadaye ndio nikaja kujua. Nilipopeleka habari akanipa agizo kwamba hakikisha kila siku unaleta habari za Zanzibar. I was shocked and surprised, lakini kama nafanya kazi. Kila siku ananipigia, hakikisha napata habari za Zanzibar kila siku. Iwe ya michezo, iwe local news, make sure you have the news. Naweza kusema jina langu limepata ile brand ya Farouk Karim kupitia Charles Hilary, kupitia kuanza na Radio 1 na baadaye tukoja ITV. Niliendelea na kazi, kufanya kazi kwa ujasiri na kunipa mafunzo mengi. Charles alipokuja hapa kama ni msemaji mkuu wa serikali na mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu, yani tumepata faraja kubwa. Mheshimiwa Rais ametujengea daraja ambalo wanahabari wote wa Zanzibar hawezi kuamini. Ametujengea daraja ambalo sisi we are so close to you. Waandishi wa habari tuko very close na kwa kweli. Yani tunaona kama sometimes huyu rais vile tunacheka naye, tunazungumza naye, tunatania naye, tunamuuliza chochote. It is through Charles Hilary. Mfumo ule alitujengea kuja kukutana nawe kila mwisho wa mwezi, alitupa uhuru. Muulizeni Mheshimiwa Rais mnachotaka. Mwambieni Mheshimiwa Rais mnataka kitu gani. And that's what we did. Now we came very close to you Mheshimiwa. Kwa hivyo tunamshukuru sana. Ametujengea daraja ambalo tunapaswa tulienzi ile daraja, na sisi tuna hakika kwamba tutalienzi kwa sababu Charles ameondoka na leo tutamzika, lakini bado sisi tutaendelea kukumbuka fikra, busara na mawazo yake ya kulinda daraja hili ambalo umetujengea. Kwa hivyo tuna imani kabisa kwamba tutaendelea kukumbuka. Alikuwa ni moja ya mtu kipenzi sana kwa waandishi wa habari kutokana na uhusiano alitujengea, na alitujengea uwezo wa kuipenda nchi, kuwa wazalendo, kuipenda nchi, kufanya kazi yako waandishi wa habari, andika unachotaka kuandika kama una mawazo tofauti, lakini nchi Zanzibar iwe mwanzo. Hakuna kitu kizuri kama kuipenda nchi yako. That's what ametujengea misingio, na leo waandishi wengi katika serikali ya Monano wamekuwa ni wazalendo. Charles Martin Hilary alizaliwa tarehe 22 Oktoba 1959 na kufariki tarehe 11 Mei 2025. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Uongozi wa Leaders TV unatoa pole kwa wanafamilia na watu mbalimbali kuhusiana na msiba huu. Mimi ni Mariam Khair, Leaders TV, uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.